Masomo ya misa takatifu Jumamosi, juma la 33 katika kipindi cha kawaida, mwaka A. Somo la kwanza. Wamakabayo wa kwanza, sura ya 6, mstari wa kwanza hadi 13. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wamakabayo. Siku zile, Mfalme Antiokusi alipita katika mikoa ya mashariki. Hapo akasikia habari za Elamu, mji wa Uajemi, uliosifiwa sana sababu ya utajiri wake na fedha na dhahabu yake, na kuwa hekalu la mji huo lilikuwa na mali nyingi, na humo mlikuwa na ngao za dhahabu na mavazi ya vita na silaha alizoacha Aleksada mwana wa Filipo, na mfalme wa Masedonia, aliyekuwa wa kwanza mwenye kutawala Wagiriki. Basi Mfalme Antiokusi akauendea ule mji, akataka kuukamata na kuutoa mateka, lakini akashindwa kutenda vile, kwa sababu wenyeji wa mji walipashwa habari ya kusudi lake, wakashindana naye na kufanya vita. Naye akakimbia, akaondoka kwa moyo wenye huzuni kuu kurudi Babiloni. Alipokuwa bado katika Uajemi, akapashwa habari ya kwamba majeshi yake yaliyokwenda kupigana katika nchi ya Yuda wameshindwa. Lisiasi alikuwa amekwenda huko na jeshi la nguvu sana, lakini amekibizwa na Wayahudi, nao Wayahudi wamepata nguvu zaidi, kwa sababu wamechukua mateka ya majeshi walioshindwa nao, mateka ya silaha na wafungwa na mali nyingi. Nao wamebomoa lile chukizo lililojengwa na ufalme juu ya altari huko Yerusalemu. Wakajenga tena kuta ndefu zenye kuzunguka patakatifu kama zamani, na Bethzuri pia, mji wake mfalme. Alipopata habari hiyo, Mfalme Antiokusi akahuzunika sana, akashtuka kabisa, akajilaza kitandani, akawa mgonjwa kwa huzuni, kwa sababu mambo hayakutukia alivyotamani. Akalala huko siku nyingi, kwa sababu alisongwa na huzuni kubwa, hata akadhani kwamba atakufa. Akawaita rafiki zake wote, akawaambia, usingizi umejitenga mbali na macho yangu, na moyo wangu umevujika kwa taabu. Nikasema moyoni mwangu, nimesongwa na huzuni kubwa, nami nimezama katika taabu kubwa kabisa. Mimi nilikuwa bora na mwenye kupendwa wakati nilipokuwa na uwezo, lakini sasa ninayakumbuka mabaya niliyofanya huko Yerusalemu, nilipotoa vyombo vyote vya fedha na dhahabu, nikawaangamiza wakaaji wote wa Yuda bila sababu. Ninaungama ya kuwa kwa sababu hiyo nimepata misiba hiyo, na tazameni, ninakufa kwa huzuni kuu katika nchi ya kigeni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 9 mstari wa 2 hadi 3, 4 na 6, 16b na 19. Kiitikio: nitaufurahia wokovu wako e Bwana. Nitaufurahia wokovu wako e Bwana. Nitakutukuza e Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayashuhudia matendo yako yote ya ajabu. Kwa furaha nitakushangilia wewe. Nitaliibia jina lako wewe uliye juu. Nitaufurahia wokovu wako e Bwana. Kwa kuwa adui zangu wanavyorudi nyuma, jinsi wanavyojikwaa na kuangamia mbele yako, umewapitiliza mataifa, umewaangamiza waofu, umelifuta jina lao kwa milele na milele. Nitaufurahia wokovu wako e Bwana. Mguu wa mataifa umenaswa kwa wavu waliouficha, lakini maskini hatasahuliwa daima. Matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Nitaufurahia wokovu wako e Bwana.
Mwokozi wetu Yesu Kristo ameyashinda mauti na ametangaza uzima wa milele kwa njia ya Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Utukufu kwako e Bwana. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyo mke, ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza alioa mke, akafa, hana mtoto. Na wa pili akamtoa yule mke, akafa, hana mtoto. Hata wa 3 akamuoa, na kadhalika wote 7. Wakafa, wasiache mtoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwe mke wa yupi? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akamwambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala haolewi, wala hawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengi wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vyema, wala hukuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.